Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia naibu katibu mkuu bara Amani Golugwa kimetoa taarifa za kifo cha Suez Dani Maradufu aliyekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Suez amekutwa amefariki dunia asubuhi ya leo Jumatano Julai mosi mwaka 2026 akiwa chumbani katika nyumba ya wageni aliyokuwa amefikia mjini Kigoma. Taarifa hiyo imeeleza kuwa mwili wa marehemu umechukuliwa na jeshi la polisi na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma kwa ajili ya uchunguzi na taratibu nyingine zinazohitajika. Chadema imetoa salamu za pole kwa familia ya marehemu, ndugu, jamaa, marafiki na wanachama wa chama hicho kufuatia msiba huo mzito na kueleza kuwa kitaendelea kutoa taarifa zaidi kuhusu tukio hilo kadri uchunguzi unavyoendelea na taarifa zitakavyokuwa zinapatikana. Baada ya kupata taarifa, Global TV imemtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Philemon Makungu ambaye amesema amepata taarifa kuwa kuna dereva amefariki dunia akiwa kwenye gesti, ingawa bado hajajua ni dereva wa nani, na kueleza kuwa uchunguzi wa kina unaendelea na utakapokamilika atatoa taarifa kwa umma. Kwa masikitiko makubwa sana, nipende kuwajulisha kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu ndugu Suez Dani Maradufu ambaye leo asubuhi hapa mjini Kigoma amefariki dunia. Ndugu Suez amekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu bara Mheshimiwa John Heche kwa muda mrefu sana, na kifo chake kimetokea katika hoteli lodge aliyokuwa amefikia mapema leo asubuhi. Wenzake pamoja na makamu mwenyekiti mwenyewe Heche walijaribu kumpigia simu, hakuweza kupatikana, na tulipomfuata hapa tulikuta mlango umefungwa, na ndipo tulipochukua hatua ya kulijulisha jeshi la polisi. Wakafika hapa na mlango ulipovunjwa alikutwa mwili wake umeanguka chini pale mlangoni na damu ikiwa imetapakaa pale chini. Kwa hivyo hivi sasa mwili umepelekwa kwa ajili ya postmortem kufanya uchunguzi na kujua nini hasa kimetokea na kimesababisha kifo chake. Niwape pole sana familia ya ndugu Suez, pole kwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, na amekuwa sehemu yetu katika safari na harakati zetu nyingi. Kwa hiyo amekuwa sehemu ya familia ya wanachadema. Hivyo niwape pole wanachadema wote na Watanzania wote ambao wanatutakia mema. Na baada ya uchunguzi ambapo mawakili wetu Deo Mainila pamoja na Dickson Matata watakuwa sehemu ya mchakato huo wa postmortem, basi tutapata taarifa nyingine za ziada na kufahamu nini hasa kimetokea kwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu ndugu Suez. Mungu awabariki na niwatakie na kuombea faraja ya Mungu katika kipindi hiki cha huzuni kubwa. Asanteni sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.